Mambo vipi mtazamaji wa Big Talent TZ? Bwana, nikukaribishe tena katika mwendelezo wa kuendelea kujifunza masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya teknolojia, masuala ya applications, YouTube pamoja na masuala ya kuedit. Bwana, siku ya leo mtazamaji, nataka nikuelekeze kwa wewe ambaye unataka kuchati na mtu kupitia WhatsApp, lakini ukisave namba yake katika simu haitokei hiyo namba katika WhatsApp. So kuna njia ambazo nitakuelekeza ambazo moja kwa moja ukizitumia katika kusave namba ya mtu, basi automatically huyo mtu atakuwa akionekana moja kwa moja katika WhatsApp. Hatua ya kwanza, pindi ambapo unakuwa una save hiyo namba katika simu. Mfano unaingia katika sehemu ya kuandika namba kisha kumsave huyo mtu katika simu. Na kisha ukaisave hiyo namba. Lakini ulipokuja katika WhatsApp application yako, ukaenda sehemu ambayo sasa unataka kumtumia au kuchati na huyo mtu, ukasearch hilo jina ambalo lilisave pale, haukuliona, ukalikosa. Umesearch, umetafuta, haukuiona hiyo namba. Njia ya kwanza ambayo unatakiwa kuifanya ili hiyo namba ionekane katika eneo hili hapa la contact katika WhatsApp ni kurudi katika ile namba ambayo umeisave pale katika eneo lako la simu katika phone book. Tafuta phone book. Tafuta ile namba. Kisha nenda kai edit. Kama hiyo namba uliandika kuanzia namba ya 0 na kuendelea, hakikisha hiyo namba unaondoa 0 katika eneo lake la mwanzoni. Toa 0 kisha andika plus. Anza na plus kisha andika country code ya hiyo nchi au eneo ambalo unapatikana. Kama ni 255, kama nilipo hapa nchini Tanzania, andika hapo 255. Kisha utaisave hiyo namba kwa country code ya nchi yako au kwa country code ya nchi ambayo inapatikana ile namba. Baada ya kuwa umesave kwa mabadiliko haya kuweka country code mwanzoni, nenda kaisearch hiyo namba katika WhatsApp kama ilivyokuwa kawaida au kama tulivyo search mwanzo. Ukisha search huku, automatically hiyo namba utaikuta. Hiyo ni njia ya kwanza ya kupata namba kupitia kuadi plus 255 katika hiyo contact katika eneo ile pale la simu yako. Njia ya pili ni kuingia katika WhatsApp account yako, bonyeza hiyo file yako ya WhatsApp. Baada ya kuingia WhatsApp, sehemu ya menu ya hiyo WhatsApp profile yako, nenda sehemu ya plus hapa, sehemu ambayo unaingia ili kutafuta contact na kutuma message au kupiga. Utaona kuna machaguo juu hapa yamejitokeza ikiwemo new group, new contact, new community. Njoo sehemu ya new contact hapa, bonyeza. Kisha isave hiyo namba kupitia WhatsApp. Unaweza kaanza kwa kuandika hapo jina lake la kwanza huyo mtu. Kisha utakuja sehemu hapa ya country and phone. Utaandika namba zake hapa mbele. Tayari umeshawekewa country code, utaendelea kwa kuandika namba yake. Sehemu ya country code hapa, kama nilivyokuelekeza kwenye ile njia ya kwanza, utaandika kulingana na mtu anapopatikana. Kwa utaandika hiyo country code ya hiyo namba inapatikanikia wapi kwa wakati huu, utaandika hapo. Hapa kuna country code zote za dunia nzima. Ukibonyeza sehemu hapa ya country code, sehemu ambayo ina kimshale kilichoshuka, utaweza kuona country code za dunia nzima zipo eneo hili hapa. Kwa hiyo itakuwezesha wewe kumwandika au kumuadi huyo mtu, kwa sababu WhatsApp inatumika dunia nzima. Kwa hiyo utaona country code zote hapa. Uweze kukosa country code labda useme uweze kuipata. Kwa hiyo country code zote utaziona katika eneo hili hapa. Kwa hiyo utachagua country code ambayo hiyo namba inapatikana kwa wakati huo, utaiadi. Yes, baada ya kuwa tayari umeweka hiyo country code yako hapo, kisha utabonyeza sehemu ambayo inasema sync contact to phone. Utasync hiyo contact yako hapo ili iadi au ijiadi moja kwa moja katika contact zile za simu au
katika email yako, unaweza kusync hapo, kisha utabonyeza sehemu ya save. Ukisha save, automatically hiyo namba utaweza kuiona WhatsApp pamoja na itakuwa added katika email yako pamoja na simu yako. Kwa hiyo ni njia rahisi ya kuweza kuiweka namba yako katika WhatsApp kama umeisave katika simu, lakini ukisearch katika WhatsApp haionekani. Kwa hiyo hizo ndio njia ambazo unaweza kuzitumia. Yes, nadhani utakuwa umejifunza mtazamaji kwa video ya leo. Naitwa Salumu, unaweza kuniita Salu the Genius, unaweza kuniita Salu wetu ukipenda. Endelea kufuatilia Big Talent kujifunza vitu vingi. Usiache kusubscribe kama ni mtembeleaji mpya kwenye channel hii. Tukutane tena hapo baadaye kuendelea kupata maelekezo mbalimbali ya tech. Endelea kuenjoy.